tu. Hatimaye mmefika finali bwana. Ilikuwa ni malengo yetu na ni moja kati ya ndoto ambazo tumeishi muda mrefu. Kwa hiyo Mungu ametubariki leo hii tuko hatua ya final. Kwa hiyo ni jambo la kumshukuru Mungu. Kwanza kabla yote tunamshukuru Mungu sana kwa sababu tumeanza msimu tukiwa tuna matumaini ya kufika hatua finali. Japo dua na sala zilikuwa ni nyingi, ila Mungu ambariki tuko finali sasa hivi tunazungumza hapa. Tumecheza mechi ngumu, kila mtu ameona hapo. VAR na ukubwa wa Simba, standard ambayo Simba waliset kwa muda mrefu, nafikiri leo imekwenda kuamua mchezo, kwa sababu unapokuwa timu namba 4 kwa bora barani Afrika, VAR haiwezi kuathiri chochote. Ndio kile ambacho kimetokea leo hii. Yaani tulivyokuwa tunapiga kelele kwamba tunahitaji tuje kwenye 5 bora, ilikuwa kuna ambacho kimetokea leo hii. Kwa mara ya kwanza matukio ambayo pengine kama ni timu ndogo ikuja kuadhibiwa hapo, lakini Simba tumekuja kunufaika na VAR kwa sababu tulisha set standard ambayo ndio ilikuwa maono na ndio kubwa bosi wetu Modeuji. Kwa kilichotokea sio bahati mbaya, tunajenga timu imara, tumechukua benchi la ufundi bora, na malengo yetu mwanzo wa msimu tulisema tunajenga timu. Ilikuwa ni mtego ule. Ulikuwa ni mtego. Of course, na tunakwenda kutimiza kauli ama agizo la marehemu Rais wetu John Pombe Magufuli, kwa sababu aliagiza Simba kwamba Simba iwe ni klabu ya kwanza Tanzania kuleta kombe la Afrika. Unaliona hilo likienda kutokea? Na kuahidi ile mwanasharikani, taji la Afrika season hii ndani ya Tanzania ndondoka hapa. Hakuna kutuzuia msimu huu. Malengo na ndoto kubwa ya Simba ni kutoa taji la Afrika. Baada ya hapo walikwenda kucheza CAF Super Cup Saudi Arabia pale. Kwa hiyo tuna malengo mawili ndani ya season hii. Tuna target kutoa mataji mawili katika msimu mmoja. Na ndio watu tunasema kila siku, finali ya Simba isifanishwe na finali nyingine. Hili sio kombe la loser ambalo tunashiriki msimu huu. Ni CAF Confederation Cup, kwa sababu watu wanaanza kwenye mashindano ndio walomaliza kwenye mashindano. Hakuna timu iliongezeka hata timu moja. Simba anaonyesha klabu ambayo ina thamani ya bilioni 33 ndani ya pitch. Wale kina Dijong, sio kina nani, kina Kiba, bilioni 33. Simba ana timu ya bilioni 6. Anatinga hatua finali, anamuondosha Al Masry, anamuondosha nani? Stellenbosch. Maana yake season ijayo tukishatoa mataji yetu msimu huu tunakwenda kuwekeza zaidi kwenye pitch. Na ili mimi niombi kwa uongozi kwamba ni lazima tutumie madhaifu ya michezo hii ambayo tumeshinda ama tumefanikiwa kwenda kujiimarisha zaidi. Kuna siku nishe kusema tunamhitaji striker Kariba Mayele kuliko Feitoto. Nafikiri leo imeonekana hapo. Tunashinda lakini tunazidi kuangalia madhaifu yetu ambayo tunayo. Kwa hiyo Tanzania ipo kwenye mikono salama ya mnyama Simba Sport Club. Mmewaziba watani zenu, mmewaziba midomo watani zenu ambao walikuwa wanatamba hapo kufika hatua finali kwa hivi sasa. Uzuri Simba hatupambani kumziba Yanga mdomo, kwa sababu Yanga ni aina ya timu ambayo ukisema bishane nao nafikiri mpaka mtaoana. Kwa hiyo tunapambana kuweka alama na kuitetea nchi ya Tanzania, sio kumuonyesha Yanga, kwa sababu Yanga ni jeuri. Ila ataiga kimya kimya, na ndio maana sasa hivi anagomea mechi ya dabi ili iwe ni story kubwa kwenye mitandao ya kijamii. Na sisi tunamwambia kwamba bila kuifunga Simba yule iona leo dhidi ya Stellenbosch hakuna taji Tanzania. Hakuna taji bila kumkaba King Elim Panzu. Kwa jukumu lao ni moja tu, wakubali dabi ichezwe, waje wekabe Simba hii ambayo kwa finali ya michuano ya CAF Confederation Cup. Yaani hicho ndio kitu cha msingi tu. Kwa hatuchezi ligi kuja kumfurahisha wala kumfunga mdomo Yanga, kwa sababu tunamwacha mbali sana Yanga. Ukizungumzia kwenye matukio yote ama kwenye kila kitu, nafikiri Simba ni ya kwanza. Kwenye CAF Champions League tumecheza semi final mwaka 74. Mashindano ya CAF tumecheza finali mwaka 93. Lakini sababu Yanga ni wabinafsi na ni wajuaji, walikuja kuifuta finali ya Simba kwamba 93 ilikuwa ni kombe la bosi wa Algeria, sio Nigeria, ambayo ni Masudi Abiola. Tumekubali tumecheza kombe la Abiola, lakini sasa tuko finali. Sio tulicheza finali, hapana. Tupo finali sasa. Tunakwenda kutetea taji. Kwa maana yake sio historia tena. Tunapozungumza sasa hivi tuko hatua ya finali. Kwa kumfananisha Simba na Yanga, kwanza ni matumizi mabaya ya muda, kwa sababu ni sasa mchukue mtu ambaye yupo chuo kikuu na mtoto darasa la 7. Tumewaacha mbali, tuko kwenye nafasi ya 4 11, tuko finali, ameshia makundi. Kwa nafikiri bado kuna vitu ambavyo tumeanyima. Tunachukua kama Simba sasa hivi ni kuhakikisha kwamba ni namna gani Musa Pinipini Kamara anakwenda kutoa tuzo ya golikipa bora barani Afrika, lakini ni kwa namna gani Simba tunakwenda kutoa tuzo ya klabu bora barani Afrika. Na niwakumbusha kwa sababu Tanzania ni wepesi kusahau,
Wakati Mo Dewji anakuja kwa mara ya kwanza na Simba, alisema cha kwanza anachopambana nacho ni kuifanya Simba itambulike barani Afrika, na moja ya faida kuingia barani Afrika utauza wachezaji. Sawa, tunafanya biashara hiyo, lakini kuna matukio yenye ukakasi yanakunufaisha wewe. Kwa hiyo tutamwambia bosi wetu Mo, sisi kama mashabiki na wanachama na wapenzi wa Simba tumekubali kila maono ambayo aliota yeye mapema. Sasa ni wakati wa kwenda kusupport Simba, na tunamwahidi mechi ya fainali siku 3 kabla ya mchezo tunakwenda kujaza Benjamin Mkapa. Tiketi zinakuisha siku 3 kabla ya mchezo. Tunakwenda kumwadhibu RS Berkane ama Constantine Benjamin Mkapa, na msemaji wetu pia Ahmed Ali, nafikiri watu wengi wanambeza kwamba ni msemaji ambaye hana taji, ana gundu. Tunawaambia kama wao walishachukua mataji, basi anachukua kubwa kuliko. Sasa yani kama yeye hana taji, wengine wana mataji, basi anakwenda kuchukua kubwa kuliko. Sasa watachagua kati ya kombe la Kafu na kombe la Premier League Tanzania, lipi kombe kubwa? Kwa sababu nikwambia kitu kimoja mwana Sharkani, mataji ya Yanga Afrika yote ambayo ametwaa ni hayazidi taji moja la shirikisho ambalo Simba anakwenda msimu huu. Kwa nini kombe la shirikisho ni kombe kubwa? Ni kombe ambalo Tanzania hakuna klabu hata moja ambayo ishawahi kutoa ile taji. Yaani kuna nchi kama Misri wakisema ni kombe dogo unaweza kawaelewa. Lakini kwa Tanzania ni kombe moja kubwa sana, kombe la shirikisho. Shebi, kuna baadhi ya wachambuzi walikuwa wanaikatia tamaa Simba mwanzoni kabisa mwa msimu. Sasa ukizungumzia wachambuzi wa Tanzania, nafikiri ni wachambuzi tofauti kidogo, kwa sababu wengi wana balance story. Sio tu wachambuzi, Tanzania ni nchi ambayo kila mtu anahitaji balance story. Hata mashabiki wa mpira Tanzania akisifia Simba kidogo, anataka isifie na Yanga. Hata msimu tunapozungumza hapa, sawa, msimu huu tunapozungumza Simba siko finali, lakini kuna mashabiki wa Simba na balance story. Kwa ukimwona mchambuzi aliyebeza Simba, yani mchambuzi wewe mpuze, sawa? Kwa sababu kama kuna mchambuzi anasema Simba anaipa 4% kutoa ubingwa, kuna wachambuzi hapo. Wachambuzi wa Tanzania walibeza Simba kwenye kundi lake. Sasa ukipiga hesabu Constantine, Spaxien na wale Bravos, nani kumzuia Simba? Lakini wachambuzi wa nchi walivyokosa maono hawakuliona hilo. Wapenzi wa mpira wa nchi hawakumuona Simba kama ni mkubwa kuliko Al-Masry, walimpa credit Al-Masry. Lakini bado wa Tanzania pia walimuona Simba ni mdogo dhidi ya Stellenbosch. Sawa, kwa Watanzania wataendelea kuishi hivi, na wachambuzi na wadau wa soka na wapenzi wa mpira kila siku watasema Simba anaishia hapa. Lakini mimi niwaambie kitu kimoja, Simba season hii tulidhamiria ubaya ubwela tunajenga timu. Umeona mtego? Ubaya ubwela tunajenga timu. Sasa kwa mtu mwenye akili unashindwa kujiuliza, yani Musa Pinipini kama anajenga timu. Fadu anajenga timu. Kwa ilikuwa ni mtego, na ndio maana Simba msimu huu tunapigania mataji mawili makubwa. CAF Super Cup na CAF Confederation Cup, na tuna uwezo kutoa mataji yote mawili. Kwa sababu ya kitu kimoja, kuna timu mbili walishaona ndugu zetu Tanzania, na Simba hatukuwahi kupata nafasi ya kuwaonya. Pyramid sawa, Mamelodi Sundowns. Kwa hiyo tunahitaji tumpige RS Berkane, tumsubiri anaingia fainali ya CAF Super League kati ya Pyramid ama Mamelodi, tukamfundishe na tukalipe kisasi kwa niaba ya ndugu zetu wa Tanzania. Msimu huu ni msimu wa ubaya ubwela. Tanzania lazima tuimbe nyimbo moja tu, Simba nguvu moja, Simba bingwa, Simba mkombozi wa nchi. Asanteni sana.